Naam, karibu tena mtazamaji. Miaka miwili baada ya maandamano ya kihistoria ya Gen Z yaliyotikisa taifa na kuacha alama ya kudumu katika mazingira ya kisiasa ya Kenya, Kisumu ambayo mara nyingi hutazamwa kama kitovu cha wanaharakati wa kisiasa, maandamano leo hii imeshuhudia kumbukizi tulivu kwa kiasi kikubwa. Biashara zilifunguliwa kama kawaida, usafiri wa umma na uliendelea kama kawaida, na shughuli za kila siku zikiendelea bila usumbufu katika jiji hilo la kando ya Ziwa Victoria. Lakini ingawa utulivu huo unaweza kuonekana wa kutia moyo kwa juu, masuala yanaibuka kuhusu iwapo hali hiyo ilikuwa ya kawaida kabisa au kulikuwapo na juhudi za wanasiasa na serikali kuzuia ushiriki wa wananchi. Bramwell Bwire anatueleza kwa kina. Tofauti na matukio yaliyoshuhudiwa miaka miwili iliyopita ambapo maelfu ya vijana walimiminika mitaani wakidai wajibikaji na utawala bora, Kisumu imeadhimisha kumbukumbu ya pili ya maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 kwa hali ya utulivu mkuu. Katikati mwa jiji, wafanyabiashara walifungua maduka yao, matatu ziliendelea kubeba abiria kama kawaida, na ofisi za serikali ziliendelea kutoa huduma. Kuna njia zingine za kutatua shida za Wakenya, si kuenda tu kwa barabara peke yake. Tunaweza amua tuketi chini, tuzungumze, tujadiliane na tupate suluhisho. Maandamano ya Kisumu hapa ikuangi in peace. Hiyo ni kitu tunaelewanga, ambapo mob wakitoka wanaleta hizo maua intention kwa businessmen. Watafunga na wana watoto wako nyumbani, watoto wako after wanakula na wanalipa nyumba. Katika maeneo ya Kondele, Nyalenda, Manyata na sehemu nyingine zinazohusishwa mara kwa mara na maandamano ya kisiasa, hakukuwa na mikusanyiko mikubwa wala makabiliano yaliyoripotiwa. Lakini mbali na utulivu uliokuwa wazi machoni, bado kuna maswali kuhusu mambo yaliyoweza kuchangia utulivu huo. Miongoni mwa madai yaliyotolewa ni kwamba baadhi ya vijana walipewa hongo ili wasishiriki katika maandamano yaliyokuwa yamepangwa. Watetezi wa haki za kibinadamu na makundi ya ushawishi pia wanadaiwa kukumbana na vitisho na shinikizo vilivyolenga kuzuia mikusanyiko ya umma na ushiriki wa wananchi katika masuala ya kiraia. Nothing is going to stop us, even if we remain 2 or 3 of us, because a lot of us have been scared away. Macho pia yalielekezwa katika eneo la Kondele, eneo nyeti linalotambulika sana katika mikusanyiko ya kisiasa. Zoezi la usajili wa wapiga kura lilifanyika katika eneo hilo. Sadly, the point where we had said we are going to meet and converge to start our protest was taken over in the pretext of voter mobilization and ID registration. At the area where we were to hold the memorial vigil, suddenly a football match has been placed with people pretending that they are football fans who have come to watch that protest, the match, but they are keeping us from holding our vigil there. Na hivyo basi, ingawa Kisumu leo imeendelea kuwa na amani kwa kiasi kikubwa, mjadala si kuhusu iwapo kulikuwa na utulivu, bali ni kuhusu jinsi utulivu huo ulivyopatikana. Bramwell Bwire, KTN, Kisumu. Na baada ya maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyogubikwa na umwagikaji wa damu, mapambano ya kutafuta haki bado hayajaisha. Familia za waathiriwa na manusura zinaendelea kudai ukweli ujulikane na waliohusika wajibishwe, huku Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK likiunga mkono wito huo wa kutaka ukweli, haki na fidia kwa waathiriwa.